nyewe hapo mmekiri zilikuwa zinaenda kwenye makundi ambayo hayakukusudiwa. Ni kweli kabisa, zilikuwa zinaenda kwenye makundi ambayo hayakukusudiwa. Vikundi vingine vilikuwa hewa, hata havifanyi kazi. Kwa hiyo zilikuwa zinaenda kwenye maeneo ambayo watu wanagawana, na vikundi hivyo hata havifanyi kazi. Serikali ilitaka fedha hizi zije kwenu ninyi wenyewe mnaofanya kazi. Kwa hiyo tutatatua tu hili tatizo la kuhusu mnapataje, lakini lengo ni kwamba zije kwenu mnaofanya kazi hiyo. Kwa hiyo hii tutaifanyia kazi na yenyewe tutawasiliana mapema. Kuna maeneo mengine ambayo mmeongelea yanayohusiana sheria na kanuni zile ambazo huwa zinabadilishwa kwa kupitia bajeti yetu ya serikali. Sasa hivi ndio bajeti ya serikali imeanza. Tunaweza tusiite kundi lote hili kwa ukubwa wake. Tutawaita viongozi wenu, tukae na wenzetu wa mamlaka ya mapato, tukae na wenzetu wa Wizara ya Fedha, ili tunapokwenda kubadilisha sheria. Mnakumbuka zile zingine tulikuwa tunazibadilisha kupitia bunge. Hatuwezi tukatamka tu leo hapa kwa sababu ni sheria zilizotungwa na bunge. Lakini tutakaa kabla ya bunge la bajeti ili ziweze kuingia kwenye bunge la bajeti na ziweze kubadilishwa kama tulivyobadilisha zile zingine. Hoja zenu ni za msingi, tumepokea na zina mashiko. Kwa hiyo tutafanya utaratibu ule ili ziweze kufuata taratibu zile ambazo tumekuwa tukizitumia. Nimepokea na ile ya masuala ya faini. Ni iwe sawasawa na gari. Tunaweza hata tukaongeza kwa bodaboda. Kama gari ni siku 7, bodaboda na bajaji hawa ni wadogo, tunaweza tukaongeza ili wajikusanye. Na mimi nilishasema katika baadhi ya mikutano, tuna rais wa mfano kwa kuwahurumia Watanzania. Alipochukua madaraka alisema hataki kuendesha serikali kwa fedha ya dhuluma. Fuatilieni, hii haijawahi kutokea. Ni hali ya juu sana ya kujali haki, ni hali ya juu sana ya kuwahurumia unaowaongoza. Na akaelekeza mamlaka ya mapato, kama kuna mliochukua fedha zaidi ya makadirio warudishieni. Mimi niliwahi kuona kwenye vitabu vitukufu tu, lakini rais wetu amefanya na watu wamerudishiwa. Anasema kama mmechukua zaidi ya iliyotakiwa warudishieni. Fuatilieni watu wa maduka ya fedha za kubadilishia maduka ya kubadilishania fedha, ilikuwa imekadiriwa fedha kuliko ambayo ilitakiwa, walirudishiwa. Na taasisi zingine zote tuenende na uelekeo huo aliotoa Mheshimiwa Rais. Kama tumekubaliana hii ni faini, hatuna haja ya kubambika makosa ili fedha ile iwe kubwa. Tuende na utaratibu ule ambao tumekubaliana. Lakini pia kama tumekubaliana kwamba hii ni faini, mpeni kitendea kazi chake ili akatafute fedha. Huna haja ya kushikilia kitendea kazi na huko unasubiri faini. Wala mambo haya tusifanye ni ya ugomvi. Utaratibu ni kama kwenye mpira tulishaweka kwamba ukifanya kosa hili unapewa kadi. Ukipewa kadi wanapokeaga wakiwa wanatabasamu tu. Kama tumekubaliana kwamba hii ukifanya kosa hili una faini, wala tusiviziane. Mpeni kitendea kazi chake, iwe baiskeli, iwe mkokoteni, iwe bajaji, mpeni akafanyie kazi, awaletee faini. Lazima tuheshimu ofisi za watu. Mheshimiwa Waziri, utajisikiaje ukiamka unaelekea ofisini kwako unakuta ofisi ilishachukuliwa au imefungwa? Wenzetu hawa ofisi yao ndio hiyo anayofanyia kazi. Wa usafirishaji, ule usafiri ndio ofisi yake. Ukishikilia ofisi yake unasababisha watoto wake walale njaa. Unasababisha afukuzwe kwenye nyumba aliyopanga. Unasababisha asitibu mgonjwa ambaye anahitaji msaada wake wa matibabu. Anaweza akawa mke wake anahitaji kujifungua. Unasababisha kose fedha hiyo. Kwa hiyo haya mambo
yana mapana na marefu kuliko pale unapoona wewe pale unapofanya uamuzi. Hivyo sahani ya mamalishe wewe unaweza ukaiona ni sahani tu, tena ukaiona ya chuma. Mimi nikwambie, hiyo ni ofisi. Hiyo ni ofisi. Mimi nimewahi tunzwa kwa miezi kadhaa na mke wangu akiwa anafanya hiyo shughuli ya mamalishe. Na mkanda nje nilikuwa navaa. Lazima tuheshimu ofisi hizi za watu, na hiyo ndo njia ya kuweza kufanya watu waweze kukua, waweze kuwa rasmi, tuwe na biashara nyingi zilizo rasmi. Kwa hiyo tumepokea masuala yale yanayohusisha mikataba. Masuala yale yanayohusisha mikataba tutayafanyia kazi, na nitumie fursa hii kuwatangazia kwamba pia zinatokea nafasi zinazohusisha masuala ya usafirishaji, na mengine yanatokea hata ya nje ya nchi. Kuna mikataba, kuna mahitaji ya aina hiyo hata nje ya nchi. Wanahitaji bodaboda, madereva wa bodaboda, madereva wa bajaji, madereva wa magari, pamoja na field zingine. Niwaombe wa Tanzania, mchangamke wa TAMISEMI, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, warahisishieni kupata nyaraka zinazoweza kuwaruhusu wasafiri kwenda kunufaika na nafasi hizo. Najua yatahitaji masuala ya passport, najua yatahitaji masuala ya utambulisho. Shirikianeni na Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Kazi, Wizara ya Mambo ya Ndani, mharakishe michakato ya kuwawezesha Watanzania wanaopata nafasi ya kwenda kufanya kazi nje ya nchi. Najua hata sasa kuna mahitaji ya aina hiyo mengi tu. Shirikianeni, wale ambao wako tayari, wale ambao wako tayari, shirikianeni ili wapate ile misaada ambayo inahitajika toka serikalini, ikiwemo mshirikiane na vyama hivi pia, uongozi wa haya makundi ambayo tuko nayo. Wale ambao wako tayari waweze kwenda. Na mimi niwaelekeze watu wa Wizara ya Kazi, msifanye maamuzi bila kuwashirikisha hata hawa viongozi ambao ndo wanawawakilisha hawa. Kuna wakati maombi hayo yanakuja, mnajadiliana bila kuwashirikisha wahusika, mnakataa bila kuwashirikisha wahusika. Hamtaki wenzenu wapande hata ndege? Ndiyo, mmepewa nafasi ya kuratibu, lakini hamjapewa nafasi kuamua kwa niaba yao. Waulizeni, kuna nafasi hamjapewa nafasi kuamua kwa niaba yao. Waulizeni, kuna nafasi za pikipiki, wanatakiwa taja nchi yoyote ile. Unataka kwenda, kipato chake kiko hivi, uko tayari? Waseme basi. Ninyi mnashauriana tu, unasema uko baridi, mbona nyewe huwa mnaenda? Si wataenda na makoti yao? Wanasema nchi hiyo inaongea Kiingereza tu. Nani kakwambia hao hawajui Kiingereza? Si hapa mmeniambia maneno mengi tu ya Kiingereza. Ninyi hamjui Kiingereza nyie? Umesikia Mheshimiwa Waziri, hata mamalisha wamesema wanajua Kiingereza.